Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru katika jina la Yesu kwa ajili ya kipindi hiki cha neno, hii ikiwa ndio Jumapili ya mwisho wa mwaka huu. Nasema ni asante Baba kwa kunipa nafasi kuhubiri kwa hii madhabahu huo muda wote. Baba, naomba Mungu utangulie mbele, ukaharibu kila mipango yote ya Shetani na kila roho inaweza inuka kupinga neno hili, na ikemea katika jina la Yesu ipate ushindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Naomba Mungu nitumie, maana mimi ni chombo mwanzo na mwisho choverizadai. Neno hili liwe la baraka kwa wote, na waliofungwa neno hili liwafungue. Roho Mtakatifu atamaraki na kutawala na kunitumia, maana mimi ni chombo. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisha wote kutoka kitabu cha Ruth sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 22. Tasoma kwa uwezo wa Mungu. Maandiko inasema, basi Boaz akamtoa Ruth, naye akawa mke wake. Naye akaingia kwake, na Bwana akamchalia kuchukua mimba, naye akazaa mtoto wa kiume. Nao wale wanawake wakamwambia, Naomi, na ahimidiwe Bwana asiyekuacha leo ukiwa hauna jamaa, aliye karibu jina lake huyu na liwe kuu katika Israeli. Naye atakuchengea uhai wako, na huyu na liwe kuu katika Israeli. Naye atakuchengea kukuangalia katika uzee wako, kwa maana mkwewe ambaye akupenda kukuangalia katika uzee. Naye atakufaa kuliko watoto 7 ndiye aliyemzaa. Basi Naomi akamtoa yule mtoto, akamuweka kifuani pake, akawa mlezi wake. Nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina, wakasema, Naomi amesaliwa mwana. Wakamuita jina lake Obed. Yeye ndiye baba yake Yese, aliye baba yake Daudi. Hivi ndivyo vizazi vya Peresi. Peresi alimzaa Hesroni, na Hesroni akamzaa Ram, na Ram akamzaa Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nasoni, na Nasoni akamzaa Salmoni, na Salmoni akamzaa Boaz, na Boaz akamzaa Obed, na Obed akamzaa Yese, na Yese akamzaa Daudi. Na Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Tukirudi nyuma katika sura ya kwanza, inasema kuhusu mzee aliyeitwa Elimeleki na mke Naomi. Kwa sababu ya njaa wakatoka katika mji wa Yuda, wakaenda nchi ya Moabu. Walipofika kule, walienda, Elimeleki akakufa, na wanaye vijana wawili wakakufa. Baada ya kifo chao, walienda kama hawajaoa. Walipofika nchi hile, wale vijana wawili, Kilioni na Malioni, walioa wanawake wa Moabu. Sura ya kwanza hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Walipooa kule, mke wa kwanza aliitwa Ruth, na mwingine akaitwa Orpa. Kwa bahati mbaya, nchi ile haikuwakubali, haikuwa ya baraka kwao. Kwa hivyo yule Elimeleki mzee wa nyumba akakufa. Yule Malioni na Kilioni vijana wake wakakufa. Wakapaki wale wasichana waliolewa ambao sio wa Yuda, ni wa Moabu. Kulingana na maandiko, Naomi alipoona amepaki mikono mitupu, akasema, mkono wa Mungu umetoka juu yangu. Sasa nitarudi katika nchi yangu, kwa sababu alikuwa amesikia chakula ya sahiri
imeanza kuonekana katika nchi ya Yuda, kwa sababu alitoka kwa sababu ya njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika nchi ile, yeye akaambia yule Ruth, akaambia na Oriba, nyinyi ni wadogo, nendeni mukaolewe, maana vijana wangu wamekufa, mimi narudi katika nchi yangu. Maandiko inasema vizuri, yule ambaye ni Oriba akawa namba 1 kumsalimia mama mke wake na kumwambia nenda salama. Lakini yule Ruth yeye alikataa, wakati yule mama alimwambia ya kwamba ninaomba sasa mpaki, maana nyinyi ni wadogo, mkaolewe mkasae watoto. Lakini yeye alisema mahali utaenda mimi tuko pamoja. Ruth akamwambia Naomi, mahali utaenda na mimi nitaenda, mahali utakaa na mimi nitakaa, yule Mungu utaomba na mimi nitaomba, na mahali utakufa tusikwe pamoja, tukufe pamoja. Kwa hivyo inamaanisha kifo peke yake iwatenganisha. Kwa hivyo yeye alimaanisha na akasema upendo huu ni upendo mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Waswahili walisema mvumilivu hula mbivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Naomi, maandiko inasema Naomi alipoona Ruth amekaza kwenda naye, yeye akamuacha sasa. Wakaendelea safari pamoja kutoka ile nchi ya Moabu. Ndio maana aliitwa Ruth wa nchi ya Moabu, akaenda nchi ya Yuda itwaye Bethlehem. Akakaa kule na yule mama kwa muda mwingi, paka akacha kuolewa na mtu, maandiko yamesema anaitwa Boaz. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ukiangalia kutoka sura ya 1, ya 2, ya 3 paka ya 4, inamaanisha uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Usipochagua kuvumilia kwa hali zote, hautafanikiwa. Lakini yeye alipopima akaona yeye anapenda Kristo, yule mama anapenda Kristo, watafuatana mpaka mwisho. Na ndio maana alibarikiwa. Na ndio maana maandiko inasema mwisho hapa wote walibarikiwa. Tupi Yesu makofi. Alipopata huyu Boaz, ukisoma sura ya 3 na 4 nasema Boaz alikuwa ni tajiri sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na alikuwa wa jamaa ya kina Naomi. Kwa hivyo yule aliyevumilia kule mbele alifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Jumapili ya mwisho ya mwaka huu wa 2025. Inaweza kuwa yale uliyetaka yafanyike hayajafanyika bado, lakini bado kuna kitu tunaita grace period. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna nafasi. Mungu anaweza tumia dakika kidogo abadilishe maisha yako. Ndio maana yeye alipoingia kwa ile ndoa alimaanisha ameolewa. Lakini kuna wengine kisasi kingine cha leo, hata akiingia kwa ndoa hata afanya harusi tena ni mjanja namba 2 ama 1. Oh, kumbe mnajua ni 1. Na alifanya harusi, kasema tutavumiliana kwa njaa, kwa kufutwa kazi. Simu nisaidie. Na mnafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Inasemekana kaa nao ujue tabia sawa. Kwa hivyo baada ya harusi tabia mpya inaonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu ni mambo ya ndoa. Mwingine alinipigia juzi simu akaniambia nimuombee, roho yake iko karibu kusima. Nikamuuliza imekuwa kazi inaisha? Akaniambia ako serious. Anasikia kama inasima. Anataka maombi. Nikamwambia basi nipe maelezo. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ya kwamba alipata mke wa mjini. Akamwambia yeye hata hajawahi kuolewa,
wakapanga harusi, wakaoana, wazazi wakachukua mali. Kwa bahati mbaya wakakaa kwa miaka kidogo, yule mke wake akakufa. Alipokufa sasa ameanza kupanga mambo ya matanga, akaambiwa pole sana brother, unataka kusika mke wa wenyewe na aliwacha watoto na alilipigwa kule kwingine. Akasema ala, mpaka kuna watoto. Na wazazi walikula mali double, walikula huko wakakula huko, na ni watu ya kanisa. Bwana asifiwe. Muinui mkono sasa na nyinyi watu hapa. Sio nyinyi. Nyinyi ndio mlikula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa akasema afanye nini? Yule sasa walikuwa na yeye akatumiwa ripoti. Naye akasema hivi. Ni kweli alilipa ng'ombe, na huyu wakati alienda hawajawahi kuonana, amelea watoto peke yake, wamesoma, wamekuwa wakubwa. Hata hao watoto wanajuanga hawana mama. Kwa hivyo hataki kusikia kuna matanga. Yeye hana matanga. Kama wanamdai ng'ombe, ng'ombe ni kweli alilipa, lakini ako na watoto. Kwa hivyo hiyo hesabu inaingiana. Sasa ilibidi basi aenda asikwe kwao. Sasa akawa katika njia panda. Atasikwa kwao kwa sababu sasa hakuna mwenye anayemtaka hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Si ujifunze na hiyo. Ndio Mungu akusike mkono unapomaliza mwaka. Kama wewe ni mchanja utubu mape. Mtu ndiye anatengenezanga matanga yake. Iwe mzuri ama iwe mbaya. Ndio maana maandiko imesema baraka ya Ruthu kwa sababu ya kuvumilia haikuwa katika nchi ya Moabu. Ilikuwa katika nchi ya Yuda, mahali Naomi alitoka. Kwa hivyo njia ya maombi, njia ya uokofu ni Mungu anakufungulia njia uweze kuchua. Baraka yako iko hapa Njenga, iko Nairobi, iko Amerika, ama iko wapi? Hapa ni kisima. Wakati umewekewa mkono, Yesu akasema usichafue mavazi yako. Maana wakati umewekewa mkono hapa na umeamini, lazima maisha yako yabadilike. Lazima uone neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sira umeona Muamerika hapa? Ama unajua walisema wale wasungu wa zamani, the earliest bird catches the worm. Hiyo nitaeleza baadaye nikimaliza kuhubiri. Alikuja hapa akakuta hakuna watu. Ama mzee walikuwa wachache kidogo. Yes. Ndio mzungu alisema ile ndege ya asubuhi ndiye napata ki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo yeye akajua huyu mama ni wa baraka. Mungu akampa ufunuo, usimwache aende peke yake. Tembea pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mnaweza tembea na yeye ufaulu. Kuna mwingine mnaweza tembea na yeye mambo yako iise ukwame. Sasa nikimaliza injili hii ya leo, uende ujipeleke kwa mkutano. Wewe peke yako usikisikie ujiulize niko kwa mkutano ama siko. Ukisikia uko kwa mkutano ujiulize, mwaka huu nimetembea na nani? Kati ya marafiki wale nilitembea na wao, mmoja wao nikamwambia nafungua salon, sikufungua. Naenda ng'ambo, nikampea passport, hata akagusa, na sijui aligusa kwa nini, yeye ni pastor. Ukufaulu. Ujaribu kupima na uone. Mambo yote tulisema na my friend, ni mangapi yalipita? Kama hakuna kitu alileta msaada kwa maisha yako. Maandiko yanasema jitenge, mfanye adui, jitenge na yeye. Ndiposa uweze kutembea na mtu wa mafanikio. Hata kama ni mwanafunzi, anaweza join university, college,
lakini akifika kule anageuka. Ageuki peke yake, amekuta mtu wa kumgeuza. Kumaanisha hata Olipa aliambia Ruth, unafuata hii mama ya nini? Na wasee wetu wameenda, we are still young, we can move on. Lakini Ruth akasema nita move on na Naomi, na kule mbele tutabarikiwa. Kwani kuna wangapi leo wanafuta bangi na walienda high school fresh, wakaenda colleges fresh, wakaenda university wakigwa fresh? Bangi ilitoka wapi? Kumaanisha walienda kuinteract na the wrong persons, wakaingia kwa grupu zingine wakapotea. So ni vizuri ukitaka kufaulu, angalia mmetembea na nani, angalia ni nini umefanya. Mwaka umeisha, umekuwa kazi kutoka Januari mpaka Disemba, si umekuwa kazi? What have you done? Umefanya nini? Jipeleka mkutano, mwambie Mungu, nimekuwa hapa, nimeombewa, nimebarikiwa, mahali nimesimama leo. Wengine walifutwa, wewe hukufutwa. Umefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwani hapa kazini wewe ni mtalii? Unatembea? Biblia inasema Mungu anataka watu wenye akili, watu wenye maendeleo. Hosea inasema watu wa Mungu wanapotea because of lack of knowledge. Ni vizuri unaangalia na unasema, mimi niko na kibarua, wengine hawana. Mimi niko na biashara, kuna wale walipomolewa hakuna, kuna wale ilianguka, lakini mimi yangu imesimama. Mwaka umeisha, imesimama. Nimefanya nini? Nimefanyia Mungu nini? Wengine wamefungiwa nyumba, wewe hujawahi kufungiwa. Umeambia Mungu nini? Mwambie nimepata neema na ninashukuru. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema kuna time ya kuharvest na kuna time ya kugive out. Ile kitu Mungu amekupa umefuna, kuna kipindi na wewe unafaa urudishe nini? Mkono. Ndio ile baraka iendelee. Usifikirie umefika hapa kwa ujanja yako ati wewe kasini ni mjuaji nini. Hapana. Ni mafuta ya hapa. Sichanganyikiwe. Ndiye mekungaliza hivyo kwa kikuona wanaanguka kando. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye mekungaliza hivyo wengine waliyeinua nyoka ile ya majini ilikufa. Na Mungu akasema lazima akulinde, akufikise hapa, akufikise tarehe 1 Thursday na uanze mwanzo mpya, a new beginning. Yes. Mimi kuna kitu nimesikia Jeremia amesema hapa, samani alikuwa anakuja kanisa hii Mungu. Ama kusema hiyo. Na sio hii. Kuna ile tunaita kanisa mzee. Hii kwa hii. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoombewa, tulianzana naye huko kwa maombi. Alipoombewa kidogo akasema, akauliza na kanisa iko? Niambia, akasema basi. Mimi naama ile ingine. Nimesikia hapa kuna upako na kucha. Na hiyo upako ilifuata yeye, kafuata yeye, na si mmeona? Ndio hiyo. Ni kufuatilia. Like Ruth did. Hakuacha njiani. Leo kuna wengine wanafunja moyo watu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wao wanarudi nyuma. Eli wewe ambao hukukubali kugeuzwa, lakini ulikubali kuendelea mbele. Na kuombea Mungu akutie nguvu na uendelee mbele. Na usidi kuona mema. Mahali walikuacha hawatakupata hapa. Watakupata umebarikiwa, umeinuliwa katika jina la Yesu. Tunataka tuombe leo, tufungie mambo yote mabaya ya kisetani ya mwaka huu. Tuyafunge leo Sunday ya mwisho. Tufunge umaskini, tufunge magonjwa, tufunge laana, tufunge madeni katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukifunga madeni na unafanya kazi, unatoanga fungu la 10 ndio tukifunga madeni ifungike. Hapo mmenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Basi utubu, mwambie Bwana, mwaka hii sikukuwa mwaminifu sana. Maandiko yanasema hivyo, sura ya 3 ya Maraki, kwamba mmekuwa wezi, mmeiba. Wewe umeiba? Hebu niona wale wameiba. Mzee, kumbe timu ni kubwa. Kanisa ikiipa hivi mtapata baraka wapi?
Maandiko sasa basi inasema ukisoma sura ya 3 ya Malaki kwamba ile umeipa mfuko umefanya nini? Umetobolewa. Inaingia mfuko inatokea huko. Kwa sababu kwa Mungu umekuwa muongo. So ile mafuta imekusikilia the whole year. Lakini wewe ukageuka mahali. Maandiko yanasema hivyo, uligeuka. Sasa ndio ukiniuliza kazini wengine wanakuja leo wanapandishwa cheo. Wanapandishwa kwa sababu wamenunua mafuta ya upako hapa, wametoa fungo, Mungu anatazama hiyo. Pigie Yesu makofi. Kwani huyu Rutu alibarikiwa bure? Kutoka nchi yako ni rahisi. Alitoka Moabu paka nchi ya Yuda kule Bethlehem. Akaambatana na Naomi, akakuwa na mtu wa kumshika mkono wakati Naomi alibaki peke yake. Ndio maana maandiko imesema hapa, Mungu hakukuacha. Haleluya. Mungu hakukuacha, amekuletea watu. Na wakati mtoto aliyesaliwa anaitwa Obed, mtoto kichana, Naomi akamugweka kwa kifua chake, akasema nimemuona Bwana. Haleluya. Na wewe mahali unaenda umuone Bwana. Umuone kwa njia zote katika jina la Yesu. Hakika umuone Bwana. Nikiendesha gari hivi nikikuja kuna mahali nimekuta gari zimekwama kwa barabara, maji imejaa kila mahali. Unajua kama roho ni nyepesi, wengine anageuza gari sasa kuna nyesa hivi, hata Mungu anaona. Leo kumenyesa, ninarudi nilale. Kule mbele watu wanabarikiwa, wewe unarudi kulala. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Yona, Yona alipoambiwa ichenga safina, watu walikuwa wanaona nchi ni kafu, akunyesi. Wengine wanasema huyu Yona apimwe pengine kichwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Nuhu akasema Mungu ndiye amesema, si mwanadamu. Mimi na nyumba yangu, mimi nitachenga safina. Nuhu akaendelea mbele mpaka akamaliza. Watu wakakufa moyo, hawakumsupport. Lakini wakati mvua ilianza, Mungu akaongea na Nuhu na akamwambia, sasa chukua wanyama, chukua familia yako, ingia ndani ya safina, funga mlango. Haleluya. Wakati wale walikataa kuchenga, wakaanza kuonga nini? Nuhu, ni sisi tufungulie. Unataka ufunguliwe mahali ya huku jenga? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba lazima ufanye kazi. Lazima ufanye bidii. Utafanikiwa kwa kazi ya mikono yako. Utafanikiwa kwa kazi ya mikono yako. Iwe ni biashara, iwe ni kuandikwa. Hiyo ndio baraka ya mwaka mpya na inakuja na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inamaanisha mwenye kuuza nyanya auze double new year coming. Mwenye kuandikwa kazi aongezwe mshahara. Kazi yake ionekane. Na yule shetani alimfungia kazi apate, aenda apate kazi nzuri achiripe hasara ya kukosa kazi muda mrefu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Rutu akavumilia, akawa mwaminifu chini ya mama Naomi, akabarikiwa. Najua siku hizi iko ujanja mingi, wengi wameingia nayo. Na sasa ndaona huyu mama watu wake wote walikufa, na yeye ndio bibi amepaki. Na hii mama iko na title ya eka 50. Aondoke mapema, yeye abaki na title. Kwani wewe unabaki na title, mapua yako inaangalia juu? Wewe ni chuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakumpangia mama maofu. Alienda pale akanyenyekea. Akachua huyu mama kupitia kwake nitabarikiwa. Ninaamini na ninaona na ninajua wale waliovumilia hapa na pia tumemaliza mwaka, hakika wameona wema wa Bwana. Kama ni baraka mumeona kwa macho yenu wenyewe. Yale yote Roho alitabiri ameyatimiza mwenyewe. Ndio maana na Rutu mwenyewe, yeye mwenyewe hakukufa moyo. Hakukubali kugeuzwa. Sasa leo wewe uchague. Wewe ni Rutu ama wewe ni Olipa? Olipa roho yake ni ya kuachana na watu mapema. Kwa hivyo ujihatari wewe mama. Wewe mzee. Olipa akiolewa kwako,
utaondoka mapema before your time, kwa sababu ni mtu wa mipango miovu. Anaangalia nyuma, aangalii mbele. Omba Mungu, kama wewe ni kijana unataka kuoa, mwambie mke mwema Mungu anatoka kwako. Naomba unisaidie nipate mtu ambao kwa nyumba tutasaidiana, atakuwa day scholar, atakuwa boda. Unaelewa maana ya boarding? Full boarding. Sio ya 1 week. Ndio utaishi siku mingi and you will never regret. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna mwingine atakuletea maneno ambayo ako na roho ya ulipa, hata ufanye vizuri yaoni. Na kuingia wimbo sikukuja na sindo ile redio itasema lini. Bwana Yesu asifiwe. Mti mwema unazaa matunda mema katika jina la Yesu. Mahali mnaenda na nyinyi mpate mema. Ndio Yesu ainuliwe. Mwaka unayokuja usikue wa kilio mbele yako. Bali uwe mwaka wa baraka, mwaka wa mafanikio, mwaka umejaa neema. Uwe na afya njema katika jina la Yesu. Hiyo yote itaombewa na mafuta ya upako mpaka wachawi wote watalala chini. Maombi hiyo ya Thursday sio mchezo. Bwana Yesu apewe sifa. Wenye wanataka kuita dharura wafanye hivi, lakini wajue Mungu amesema na amesema. Lakini wajue Isaia sura ya 6 inasema Isaya alikuwa nabii, mtu wa baraka. Yule Usia alijaribu kumzuia akaondolewa, na yule anakusuiria wewe aondolewe. Ambia mwenzako ni maandiko. Mwambie tena ni maandiko. Wewe hujamwambia vizuri. Wali ulikula sikukuu sana unashindwa kueuka. Mwambie tena ni maandiko. Waondolewe ndio tubarikiwe. Wenye nyoka waondolewe. Wachawi wote waondolewe. Waganga waondolewe mbele yetu. Wenye wifu waondolewe katika jina la Yesu. Na mbele huko tutaendelea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Rutu ni mtu mzuri. Alibarikiwa kwa kuvumilia na kumngojea Mungu. Na ndio maana maandiko imesema, ilisemekana yule mtoto sasa, ile baraka, atakuwa mkuu katika Israeli. Atakuwa mkuu. Na wewe kasiri ukue mkuu. Kwa biashara ienee. Kiroho Mungu akuinue. Hata ng'ambo pia wewe uende. Katika jina la Yesu Kristo. Si umesikia hiki sasa kilienda kikabarikiwa, wakamalizia Daudi. Mtu wa baraka ndani ya Kristo. Chiochi mwenyewe nimekuambia ukitoka hapa before Wednesday. Chiochi mwenyewe mwambie Mungu, umetembea, ni kitu gani umeficha? Maana Mungu wetu ni wa baraka. Madeni yeye ndiye analipa. Magonjwa yeye ndiye anaondoa. Kisirani yote yeye ndiye anaondoa. Kwani ilipandwa kwako? Mwambie mwenzako kama ilipandwa kwako leo ing'olewe. Na wewe ubarikiwe. Amen. Najua watu wawili walisimama kuomba, mmoja akasema, yeye ni mtu mzuri si kama watu wengi. Akajisifu sana akasema anatoa fungo, nasaidia watu. Akasema maneno. Na alikuwa hapo kando ya barabara. Mwingine akasema yeye ni mwenye dhambi. Hata hakuangalia macho yake mbinguni. Sasa akagonga kifua akasema, Mungu unisamehe. Kati ya wawili ni nani maombi yake ilifika? Wa kunyenyekea na msamaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Asubuhi wale mlikuja asubuhi, mmeona mmoja amesimama hapa akasema, mimi hii madhabahu imenisaidia. Na ni kweli. Na kusema mambo mengi. Hii madhabahu imenisaidia, imenibariki, na mimi nimemuona Mungu. Na akamaliza. Na huyu ni mtu mwenye kazi kubwa. Lakini usimuona ni mtu simbo tu. Anakumbuka vyote Mungu ndiye anapeana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Hiyo kunyenyekea ndiyo imekosa kwa watu. Ukibarikiwa kidogo hata unasema niende huko na piku kwa kijiji. Hapo wako na parking.
Kwa hiyo matope. Kwani hiyo baraka ulipata wapi? Si ni hapa kwa matope? Kwani Yesu alizaliwa wapi? Ndiye akaanza kujulikana. Na sisi kutoka hapa tumejulikana na tutashiti katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo yule Mungu aliyemuinua Ruth, na kama wewe unatembea njia iliyonyoka kama Ruth na Naomi, kwa kuvumilia, kwa kukosa kukata tamaa. Unajua kuna wengine akifika mahali hapo, kama yeye ndiye angekuwa Naomi wa leo, hata angeuliza wapi dawa nikunywe, niondoke kwa dunia. Lakini yeye akasema hata kama mume ameenda, hata kama watoto wameenda, nitarudi na nitaendelea. Hata wakati alifika kijiji chake, walipomuona wakasema huyu ni Naomi, alisema msiniite Naomi, mniite Mara, kwa sababu mkono wa Mungu ulitoka juu yangu. Nilitoka hapa kama nimechaa, sasa nimerudi mikono mitupu. Lakini licha hayo yote hakukata tamaa. Aliendelea mbele. Na Mungu ni mwaminifu. Amemuinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Inawezekana leo umefungiwa nyumba, sio kupenda kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anakutayarisha. Mungu anakutengenezea ushuhuda. Na wewe kuna siku utasimama mahali na utaambia watu, samani sikuwa hivi. Nilipitia lingumu. Niliteswa mikononi mwa Ibilisi. Niliteswa na umasikini. Nilifungiwa hata nyumba. Nikachekwa, nikapata aibu. Lakini kila aibu ya kisetani Mungu na akuondolee kabla mwaka haijaisha. Bwana Yesu ainuliwe. Ndio na wewe uwe na kitu ya kusema, hata kama mwaka umeisha, hakika nimemuona Bwana. Haleluya. Nimemuona Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Mungu wetu ni wa kuinua. Mungu wetu ni wa kubariki. Lakini anataka aone umefanya nini. Mti ule uliyekatwa na uombea uchipuke tena na usae 7 mara 70 katika jina la Yesu. Wale waliofikiria umeisha, utasimama tena katika jina la Yesu. Wale waliofikiria umeisha, utasimama tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ruth hakukata tamaa. Naomi hakukata tamaa. Hata kama alipitia hali ngumu, alivumilia. Ukirudi nyuma kidogo, tukisoma hiyo maandiko ya Mwanzo, hiyo sura ya 1, hakuna mahali inasemekana waliomba. Wao tu kwa sababu ya njaa walisikia kule Moabu kuna chakula, wakatoka tu, hawakuuliza Mungu tutakuwa safe. Hiyo ni nchi ya wenyewe. Tukifika pale tutapata mafanikio. Kwa hivyo njaa ni pepo na ni mbaya. Inaweza kukuongoza bila kufikiria, niombe kwanza, ni mapenzi ya Mungu mimi niende. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ukifanikiwa kwenda ng'ambo, ukitoka hapa kwenda Mombasa na Nakuru, ukitoka nyumba unaishi kwenda ingine, hiyo nyumba si wewe ulijenga. Ujui misingi ya hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ujui misingi iko pipeline. Unaona tu ni ghorofa na watu wameandika jina pipeline. Tunafanya kazi 24/7. Lakini uelewi misingi. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unaomba mwambie Mungu, ninaondoka sasa. Natoka Njenga. Naenda kukaa Masiwa. Niongoze Mungu. Kule Masiwa nyumba ni nyingi. Ni gani nitakaa ili nibarikiwe? Ni gani nitaenda nikae iwe ya baraka kwangu, nisiondoke mapema? Haleluya. Ni nani ninaweza tembea na yeye nifanikiwe, asiwe wa kisirani kwangu? Bwana Yesu apewe sifa. Zamani sana niliwaambia, kuna rafiki yangu tulikuwa tunatembea na yeye. Siku moja nikamsomea hivi kama tunaangaliana. Nikamwambia sasa enough is enough. Nikamsomea mastaka. Nikamuuliza, wewe iko siku tumetembea na wewe, karibu KPS itugonge. Gari imesimama kwa stage hivi, tunaingia wote
Nakuta mimi peke yangu nimeingia, wewe unapaki chini. Na ninaona hakuna kitu unafanya, unaspa. Iko shida huko naye. Anasema yeye ako sawa na hata ameokoka. Uliza mwenzako umeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Akanipea kazi ngumu. Bwana Yesu ainuliwe. Tulikuwa tunatoka hapa community kufika town. Kipindi hicho tunalipa shilingi 5 fare. Kufika huko inabidi tena nimungoje. Maana alikuwa anajua tunaenda wapi. Hiyo siku ikawa ya mikosi tukamaliza tukarudi kwa kambi. Siku moja tena tukaenda. Tumenunua soda. Nyuki ilitufanyia kazi. Yaani nyuki inaenda huku inaenda huku. Mimi nikasema sasa Mungu, ikiwa hii mtu ni mrogi, unionyeshe leo tumalizane. Hiyo nyuki ikaingia kwa soda. Nikamuuliza, hii soda kama utamwaga hiyo na tena ukunywa hiyo nyuki? Akasema hapana, sasa hii ni mikosi. Nimwambia wewe ndio uko na hii mikosi. Kaniambia si wewe basi uniombe. Kamuuliza umeamini? Kuna vitu lazima uachane nayo. Siku nyingine tena tukaenda, tuko hapo town. Kwa hoteli moja tunataka kupigia mwili pole tukule kitu. Tumelipa sasa, nimekaa kuongea na simu nikamwambia aenda ulete. Kwenda kubeba sahani za hoteli. Na chakula iko ndani imelipwa. Sahani zote chini. Sasa hasara iko mara 2. Sahani imepasuka. Chakula hatuchakula. Hiyo siku sasa nikamwambia Mungu, sasa hii ni enough. Huyu mtu hakuna kukula na yeye tena hapa. Hapa kwa hoteli sasa nikamwambia sasa si chakula imemwaika. Na unaona sahani imepasuka na si mara ya kwanza. Tukutana kazini. Nikaama hiyo hoteli sasa niko peke yangu. Nikasikia nimekuwa relieved. Nimepata amani. Nikakaa nikakula kitu yangu nikaru. Sasa tulipoanana alikuwa ananiangalia hivi. Nikamwambia hata ukiniangalia hivi, sasa wewe tumemalizana. Urudishe hiyo vitu mahali ulitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujitenge na wao ndio upata kubarikiwa. Kutoka hapa sasa nikaanza kutembea kila mahali naenda na mambo ikawa iko sawa. Usikubali kutembea na mtu wa vikwazo. Kama mimi ni nabii na nilimtambua, na wewe na unaona wewe ni mkafu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuwaste miezi 12 bure kwa sababu ya kusema ni rafiki. Hata Yesu mwenyewe alikuwa na marafiki. Lakini alienda akafunga, akaomba, akaacha kuchagua. Mitume 12 aliomba kwanza. Alifunga na akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa wewe usiniambie uko na marafiki. Kuna wa nini? Lazima upime huyu rafiki. Mnafanya nini na yeye? Na ile mambo yote mmefanya ni ya kufaulu ama iko na vikwazo? Bwana Yesu apewe sifa. Kama umeshindwa kuchagua, nataka niombe Mungu akutenganishe na watu sio wa baraka. Ili na wewe ufanikiwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna mtu unaweza tembea na yeye hata maombi yako naomba iise. Hata uokofu iise. Hata ukumbuka nabii ni hapa. Unaenda Masigu unafikiri huko atura nabii ni hapa. Yaani pako unapoteza network. Ukiwa Masigu ndio unauliza, unasikia matatu wanasema town. Niko wapi? You are confused. Mwambie Mungu niongoze. Nikiteremuka ninajua ninaenda nabii na nabii konjenga huko chini Vietnam. Sio Masigwa. Bwana asifiwe. Hiyo roho ya confusion, amachaye kuona mtu amesuka Nairobi town anauliza hapa ni wapi? Mbona tuko Nairobi town? Siku anakuja pande hii. Tuko naenda wapi? Confusing. Usipoomba Mungu aondoe hiyo confusion, huwezi kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Sinikwambia mwingine akatanganya mwingine akamwambia sasa mwaka hivi vile naenda kuisa. Msee amenisumbua nataka tuachane. Hata wewe kwako naonanga sio kusudi sana. Kwa hivyo tukijipanga tuondoka mapema. Tuende Isiri kila mtu anunue pale. Kweli wakaenda wote Isiri.
Kila mtu akanunua bagi kubwa ya kuhama. Ule mwingine kumbe ni mjanja yeye. Walikuja wakapanga vitu, wakaambiana wakati wa kutoka. Ule mwingine akatanganya, mwingine amwambia wewe utangulie kutoka. Ule aliyetangulia ni mjinga. Wakati ameenda anauliza, na wewe ulifika salamu, unajua sasa mimi niko vile tulipanga. Kamwambia sasa mimi niliona msee ameomba msamaha kwa makosa alikuwa naye, nikaona wacha nivumilie. Wewe hukutoka? Bwana asifiwe. Mchinga ndiye anakufanga ambe. Unaona yeye bagi walinunua pamoja. Mnaelewa? Baada ya kupanga vitu hata ajui kwake kama yule alipanga. Ama alinunua aenda kupangia watoto kwake apunguze mzigo. Lakini huyu amepunguza mzigo na kwa chunga mnatembea na nani? Chunga mtamaliza na nani mwaka na mnaanza na nani? Haleluya. Chunga usije ukasikiria kusema umerawa kumbe murogi mko na yeye. Unisike vizuri. Usije ukashinda kusema mambo imekwama. Haiende mzuri. Walafu unasema muroi wa Isako ashindwe. Nani alikwambia ako Isako? Omba Mungu na umwambie nionyeshe njia. Ndio maana Musa akasema mimi ni nani nisimame kwa Farao? Mungu akamwambia niko pamoja nawe. Usije ukasika kila sauti. Kama unajua hiyo mafuta ya upako nitakuombea nayo Thursday, kama utafika mahali uanze kutafuta mataba wengine, hata hiyo siku afadhali usikuje. Mimi neema nimepewa, kila mtu abarikiwe. Hiyo mafuta itakufanya uonekane mtu. Hata ukipita mahali watachanganyikiwa. Ni madam ni jaji wa high court. Na kumbe unabeba maji hapa juu. Ni vile Mungu amekung'alisha. Bwana asifiwe. Sasa niko na asifira kwa hivi akipita mahali si wataulizana. Ni yeye mzee. Ama watauliza. Alafu awekelea na tai. Naenda pole vile niliwafundisha. Wakubwa hakuna maneno mengi. Unauliza kimombo morning. Hata warai wanaita mkutano ya emergency. Baraka zote ni zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka vizuri uliza Robert, si alikuwa nyumbani. Ukipita pole mpaka wanaanza kufanya hivi. Anasema sio yeye. Huyo hawezi kukua yeye. Lakini neno la mwisho ni yeye. Hata wewe iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia, mimi ninaenda zangu, lakini mjue mbele kuna umbo mwitu. Kwa hivyo mjazwe Roho. Roho ndiye atafanya tupite katikati ya wachawi, katikati ya waganga, katikati ya wenye wivu, wasije wakatambua kama ni sisi. Wachawi wote wachanganyikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waone giza. Wakikuita kwa vio sawa vipasuke. Katika jina la Yesu Kristo. Waone giza wanapotafuta watoto wako. Waone giza wanapopinga biashara yako. Waone giza wanapokulaani na magonjwa. Hiyo kansa na iwarudie. Na Mungu akuinue. Na go utembee katika neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima neno litimie. Hiyo ni lazima. Nikiomba hapo ukisikia unaanguka, hapana sika kiti, nitaomba uanguke kabisa. Ati unasika kiti? Si usike basi hii posti ndio ngumu. Hata hapo itakutoa tu. Unajua hiyo roho ni kama stima. Umesahau kusikia hiyo uwepo. Ikisuka ni kama stima. Hata hakuna control. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye yule uchafu wote waliweka kwako lazima iondolewe. Mwambie Mungu sitaki nifuke mwaka na hii mambo ya kung'ang'ana. Hiyo mimi nimekataa. Ndio ikiwa Jumapili ya mwisho na iachia hapa naenda mbele. Katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha kuomba hilo, naomba kidogo, nafikiria ile chakula iko kwa hotpot imepoa. Hiyo maombi huwezi kufanya kitu.
Hiyo ripoti kama inakusumbua basi ipoe. Mwambie Mungu vizuri, nimekuja kanisani kutafuta uso wako, na mimi unikumbuke katika jina la Yesu. Ubadilishe maisha yangu. Biblia inasema mwenye pepo kutolewa pepo lazima awe ameamini. Lazima awe ameamini ndio hiyo ifanye kazi. Kuna wengine waliuliza Yesu, wakamuuliza, mbona hii pepo ya kifafa wanafunzi wako waliomba na hii kuenda? Yesu akawaambia, enyi wenye imani ndogo, mulete hapa. Hata kumbeba ikawashinda, lakini akaikemea ikae. Wakamuita kwa faragha, wakamuuliza, sasa sisi tuliomba hakuna kitu ilifanyika. Aliwaambia, mliomba lakini hamkuwa na imani. Kwa hivyo omba kwa imani, mkimaanisha ndio pepo isikie iende. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mwingine aliniambia siku moja ati akiomba akisikia imesika chota, naona hapana. Kupita hapa nitaenda chini. Sasa nawaachilia pole pole, inapoa. Anakaa chini. Utakombolewa lini? Omba without ceasing. Mwambie Mungu, mimi leo ni siku yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie Mungu, leo ndio ile pepo maskini iende. Kuna pepo nyingine nakatanga ndani ya mtu na mbona hii. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna pepo nyingine ni ya magonjwa. Kuna pepo nyingine mliona nikiomba hapa mtu akatapika vitu kama nyeusi kabisa. Ile ni madhabahu imetesa tumbo yake. Saa yote ni operation. Lakini hiyo siku ilisema awe ni mapepo ya operation na kwa sababu aliamini. Lazima utofautishe. Lazima utofautishe. Siku moja niliwaambia, nilipita mahali, iko kijana aliniona nikihubiri mahali, nikifanya hivi watu wanaanguka. Akaniambia, akanifanyia mchezo. Aniambia, si ufanye hata hapa nione. Ananifanyia hivi, nione. Nikamwambia, oh. Nikamuuliza, fanya tena. Akafanya, akasema, fanya hata hapa nione. Usijaribu kucheza na mtumishi mwenye mafuta, utaondolewa mapema. Nikasema, Mungu sasa maandiko yanasema, kwa roho yangu sasa nikasema, wewe ndio ulisema mwenye kucheza na mtumishi na alaaniwe. Kwa sababu amesema anataka kuanguka, nikafanya hivi, aanguke sasa. Alianguka vibaya vile hajawahi kuona. Na unajua niko mbali sana saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yule alikuwa na yeye alipoona ameanguka chini, alikimbia. Alifikiria hata hiyo kitu itasika yeye. Mzee mwingine akaniambia, sasa mimi nimesikia vile huyo kijana alikuwa na chipu. Ukimwacha pale chini atakufa. Nenda tena mguse aamuke. Nikamuuliza mzee, unajua hiyo vita yeye ndiye alianza? Akaniambia, mimi ninaelewa, mimi ni mzee. Watumishi ni watumishi, na mimi sasa sitaki kukaribia. Wenda pole pole uguse. Sasa hiyo si uwepo ile ya baraka. Ndiye aliitiza hiyo. Ni laana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Si mapenzi ya Mungu kutoka Januari mpaka Disemba huo ukilipa mshahara leo, kesho imeisha, umeingia kwa madeni. Hapana. Na hakuna kitu ya maana project umefanya. Hapana. Lazima tuombe hiyo kifungo ikuondokee. Hiyo kuota uko baharini, sijui unaogelea, sijui mnakutana na nani, hiyo hapana. Lazima umwambie Mungu, nimechoka na hizo ndoto mbaya, niondolee. Nipe neema na ndoto ya ushindi katika jina la Yesu. Ndiposo uweze kufunguliwa. Kwa kama Ruth aliyesimama na akachenga nyumba yake, hata kama mmeo alikuwa amekufa, alileta china. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione wale wa mama wanaweza leta china. Wanaweza kuleta china. Kuingia leo. Ama Mungu nielewa. Wewe ninachihubiria peke yangu. Nimesema nione wale wa mama wanaweza leta china mahali wameolewa. Wale wanaweza leta china. Kiswahili yangu ndio ngumu. Mungu akabariki na muleta china. Methali 14 inasema mwanamke mwenye hekima anachenga nyumba yake kwa mikono yake miwili. Lakini hapo chini sura ya 2, mpumbavu anapomoa.
Ya hapa kwa kupomoa si mnaelewa? Kwa hivyo chagua wewe uko wapi mwaka inapoenda kuisha. Usiharibu kwako waanza kusema senior. Shetani ameingia. Nani alimkaribisha? Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuolewa kukaa hapa town 4 years. Ujui uliolewa wapi, unapewa tu mapu tu. Ati ni huko Western karibu na chief. Karibu na chief wako kila mahali. Uone unatanganywa wewe. Na miaka imeenda. Uliza mwenzako, uliambiwa ni karibu na chief? Msugume mwambie tuende kwenu. Bwana asifiwe. Hata hapa mimi natakanga hivyo. Kitambo ni kuombea hapa. Lazima nataka ripoti ya chief. Huko huyo chief unasema huko. Ala. Unadanganywa hapa 4 years. Huko mpaka na watoto. Mata iniro yako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Rutu alikuwa na mata iniro mpaka anajua China. Huyu mama anaitwa Naomi. Wako anaitwa nani? Ulimuona lini? Ati mnapigiana simu. Watu wajanja. Anaweza enda ambia anti yake ama mtu wanajuana, piga simu, weka video. Unajaribu kuona huyu ni mata iniro kweli? Alafu unatanganywa hapa miaka inaenda. Baadaye utalilia kwa choo peke yako. Chagua kusema kwamba ninataka nijue hiyo kichichi ni wapi. Si hapa ni nabii? Powerful Christian Judge. Iko wapi? Siko Mukuru kwa Njenga? Siko kwa mtandao? Sio kifuata pole pole utafika hapa. Na mahali uliolewa mbona wewe ufiki? Mnanielewa? Uko watu wanakujua. Hata hii kanisa ukienda nyumbani sema baba yangu wa kiroho anaitwa Senior Bishop na hiyo ingine. Lakini kuambiana ati ukifika kwa na uteremke straight wewe unaenda wapi? Arabu muisoe utakuja upate unataka kujinyonga. Uko na watoto mwenye mlipata na yeye. Kumbe huko nyumbani kuna watoto waliwachwa wanateseka. Hata wanasomeswa na majirani. Na hapa anasema ni msekija. Anakupea mapu tu mapu. Na wengine wanawana tu hapa ati wamekutana kwa mtandao. Hiyo mtandao hata nitaomba ianze kuleta shida. Unaona wewe unapotea. Hapa kwa mtandao huyo mtu unajua kwao ni wapi? Anasema kwao ni Kitui kumbe ni Nyeri. Unaona? Kwa sababu boma yao iko kwa mtandao. Unaelewa? Biblia inasema Musa akachagua watu akawaambia nenda mchunguze nchi ya Kanani. Tujue inaonekana aje. Tufike huko. Sasa wewe unaona umefika, baada ufike Kanani, umefika kwa mtandao kwa simu. Unadanganywa. Mwisoe unaacho ukilia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchanja mwingine anaongea hata lugha 3. Kikisia anaongea. Kiruya anaongea. Ukikuta mzee wanaongea Kiruga wanaelewana. Paka anajaribu kueleza kwa unaona kwa vile wanaelewana lugha anakuambia saa nyingine mimi ni poni tao. Sasa umuelewe vizuri. Nataka nikutume kupitia kwa maombi leo. Usije ukapotelea hapa town. Bwana asifiwe. Utaachwa mahali na watoto na una kazi nzuri. Utalia. Na mambo mengine tutaomba hapa itafika. Samueli akamwombea Saul awe mfalme. Lakini Mungu akamkataa. Si maombi yote yanafika. Mungu anaangalia matendo. Akamwambia sitaki Saul awe mfalme kuongoza watu wangu. Nataka uende mpaka nyumba ya Yense. Ndio hii hapa Yense. Daudi aliyekataliwa kwenye nyumba ndogo. Aliyesemekana ni kijana achunge kondoo msituni. Mungu akaitana. Kwa sababu aliona ndani yake amejitayarisha. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kukokotwa na wale ambao hacha mjua Mungu ni nani.
Kama wewe ni kijana nimekuombea hapo umebarikiwa umepata pesa. Unakuta msichana mwingine ako shule vizuri vile nimesikia hapa Jeremia anauliza wapi wale kwa college. Mnachikokota kusimama bwana mnatuaipisa. Bwana asifiwe. Paka ninawaamusa hivi. Hey. Youths, are you serious? Huyu ndiye anatuma pesa kutoka ng'ambo tukiwa na mchango hapa. Paka amewachangia nyinyi. And you are still sitting down. Wakati anauliza wapi wana youth, asubuhi sikuwaona. Nauliza hawakuingia, naangalia naona kumbe iso wako namfanyia hivi ndiye ana. Hai bwana. Ala. Unajua kuna mtu anaweza kuja asimame hivi na maisha yako ibadilike. Sababu wale Waswahili wa zamani walisema mgeni njoo mwenyeji apone. Si mgeni amekuja. Si ametuacha na mabadiliko. Alafu wewe unakaa chini. Amuka bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine lazima tutafakari. Kuna dini nyingine unaweza kuwa huko inafundisha vizuri lakini baraka hakuna. Inategemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akiitana itika. Na mahali unaona kuna makosa tubu. Mwambie Mungu hapa ni mimi. Naomba msamaha. Mambo itakuwa sawa. Kama umekosa kasini usinipe stories. Niambie hapa niliipa naomba msamaha. Simple. Ndio tukiomba hiyo maombi ifike. Lakini sio left, right, center, senior check, ni check nini? Na wewe ndio ulikuwa huko. Umeibia mdosi. Wewe sema tu straight. Niwekee mkono wa msamaha. Simple. Wakati Petro alijua amekosa, Yesu mwenyewe alimwambia wacha kukasana ati tutafungwa jela pamoja. Ni uongo wewe. Leo kabla jogoo hajawika utanikana mara 3. Akakaa kidogo. Na Musa alimkana. Alipogundua amemkana aliomba nini? Msamaha. Sasa mahali imefika. Hii ni kipindi cha lala salama. Tunaita injury time. Usianze na dhambi, umalize na dhambi. Mgeni anaingia hiyo mlango, anasikia neno moja anabarikiwa. Na anakubali kugeuka. Na wewe kubali kugeuka, mwambie Mungu, na mimi leo iwe siku yangu, maana hii ndio Jumapili ya mwisho ya mwaka huu 2025. Na mimi nitakapotoka hapa kweli, kama wewe ni mwanafunzi kweli nimesumbua wazazi kweli, naomba msamaha. Hata uwe mzee mahali umekosea, omba msamaha. Uwe mama mahali umekosea, omba msamaha. Mwambie Mungu nimekosa, naomba msamaha. Hiyo ndio njia pekee inaweza fanya niombe hapa na Mungu akusikie. Maombi ya ukweli haitakangi sote kati. Bwana asifiwe. Wengine wakasema nimechenga madhabahu na nimetoa ng'ombe hapa 7. Kwa kila madhabahu ng'ombe. Simama ulaani wa Israeli. Laana haikuingia, maana mbarikiwa ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wamejaribu kutupiga vita. Si ati tumesimama hivi rahisi, ni kwa neema na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Shetani ameona ndani yako kuna kitu kizuri, lazima apigane na wewe. Na hakuna mahali katika maandiko Shetani alishinda. Hata katika moto wa Meshaki, Shadraka na Abednego, Mungu alitumana mtu wa 4. Kwa hivyo kumaanisha ndani ya majaribu na mateso unayopitia bado Mungu yupo. Bwana Yesu ainuliwe. Usikate tamaa. Mwambie Mungu, ninajua leo ninaishi maisha magumu, lakini ninaomba kesho yangu iwe ya mabadiliko, maana wewe ni Mungu unayeinua. Hata wakati Petro alimwambia Yesu, saa hii kumekuwa usiku na hapa ni nyika tupu, hakuna nyumba, hakuna chakula na watu wanaishi njaa. Yesu akasema, akamwambia Petro, nyinyi enda mkapee chakula. Petro akasema,
Sisi hatuna chakula, lakini tuko na mtoto. Tuko na mtoto hapa. Ako na samaki 2 na mikate 5. Hii ni kitu gani mbele ya watu wengi namna hii? Yesu hakujibu kitu. Pale aliinua ile mikate akashukuru na akasema, wewe ndio Mungu utupaye chakula. Amen. Wewe ndio Mungu unatupa chakula. Na ile chakula ikaongezeka, wakakula, wakasiba. Yesu akasema, kwa vile umesiba, kusanya. Wakakusanya vikapu 12. Lakini najua wewe Christmas ulitupa. Ukusanya ulitupa, si ndio? Vile ulisipa ulisanya. Ulipea hata jirani ile ilipaki ama ulitupa. Kwa hivyo iliongezeka kupitia kwa nguvu za maombi. There is power in prayer. Bwana asifiwe. Akaomba chakula kikaongezeka. Wewe leo unayetembea na madeni, unayetembea na magonjwa, unayetembea na operesheni za mara kwa mara, unayetembea na vita mingi na kazi haiendi, Yesu anaweza. Luka 1:37. Yasiyowezekana kwa mwanadamu yote yanawezekana kwa Mungu. Yesu akasema, tunataka tumuombe Mungu. Mungu ambaye anaweza mambo yote. Mungu anaweza kutengeneza njia mahali ambao hakuna njia, akutengenezee wewe njia. Ili wale wamekutengenezea wimbo, wale wanakuchekelea kwamba watoto wako hawakusoma, kwamba una watoto, Mungu akupe watoto wa kiume wenye akili njema. Shetani aipike katika jina la Yesu. Maandiko imesema akapewa mtoto wa kiume. Wakamuita jina. Wakasema huyu ndio Obedi, mtoto wa baraka. Na wewe ubarikiwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tukilala hata usiku unalala kwa amani. Unaona ndoto njema. Lakini sio kulala unapigwa mpaka ukiamka na sindu ulikuwa unafanya mjengo. Hiyo vifungo lazima Mungu aondoe katika jina la Yesu. Ni wewe utaomba mwambie Mungu, mtumishi wako anapoomba, usiniwache na mimi leo nitoke kama vile niliingia. Chua yule unatembea naye. Kuna mama mkwe, huyo mama alikuwa ametembea na watoto wale wasichana waliolewa kwaka 3. Na wanakuja kwa maombi pale, ananiambia, check hawa. Tangu wakuje kwangu hakuna mwenye ako na mtoto. Check nani aliwaroga? Nikasindo, nani aliwaroga? Nani yeye? Nikasindwa nitasema nini? Nikasema nitamuita Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo amwaipisa. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoomba ile moto ikasuka, mambo yakabadilika. Akaanza kusema ape mkono akule hapo. Kukakuwa kupaya sasa. Akasema si niliwakataza ile kitabu sasa mliandika paka hawa. Leo tumefika kwa moto. Nikamwambia mjijazie. Mmoja akachukua ka video kidogo. Yaliyofichwa Yeremia 33:3. Ombeni. Ili mambo yale yalifichwa yafichuliwe katika jina la Yesu. Yafichuliwe katika jina la Yesu. Yale mambo yamefichwa kwako yafichuliwe. Ambia mwenzako yafichuliwe. Mwambie tena yafichuliwe. Yale mambo yamejificha kwako yafichuliwe leo. Ndio yafichuliwe leo. Ili ufunguliwe. Ubarikiwe na Bwana. Amen. Tupie Yesu makofi. Unajua Mungu alitaka upate Roho Mtakatifu mwaka hii ndio mambo yako ikuwe rahisi. Lakini Shetani akajua ukichaswa Roho utamshinda nguvu. Akaleta usingizi wakati unajaribu kuomba unalala. Hata ujui wewe uliomba Kiingereza ama uliomba Kiyahudi, uelewi. Ulimaliza wapi? Shetani alikuweza ukalala. Leo nakuamusa katika jina la Yesu.
Waamuke katika jina la Yesu. Ili tukiomba hapa hiyo pepo iende. Katika jina la Yesu hiyo pepo iende. Ufunguliwe. Mwingine aliniuliza kwa nini wengine wanaanguka mara kwa mara. Nikamwambia hata 20 times waanguke mpaka wafunguliwe. Amen. Kwa sababu inategemea ni wangapi wanapigana na wewe. Inategemea. Sasa lazima maombi yombwe mpaka watii waise wote. Ndio uwe huru, tena huru kweli kweli. Vile maandiko inasema. Uwe huru na uozo na damu ya Yesu. Haleluya. Na uozo na damu. Na unaona ukiasa ndio inaharibika. Tunaomba leo hapa. Leo tunaomba hapa. Amen. Hiyo pepo iende katika jina la Yesu. Ndio njia zote zilizofungwa, usikubali kufuka mwaka na hiyo misigo hiyo. Mungu amekataa. Mwambie mwenzako Mungu amekataa. Wewe ni mtu wa baraka. Mwambie chochote Shetani alipanda kwako, Mungu amesema leo iondolewe. Mungu alisema leo iondolewe. Na wewe ubarikiwe kama Ruth na Naomi. Walifuatana watu wawili wa bara wakabarikiwa. Tusimame mbele za Bwana. Tuombe neema ya Bwana ili tutose kulingana na neno hili kwamba waliofungwa lazima na wafunguliwe. Waone neema na baraka za Bwana Yesu. Si kawaida kung'ang'ana. Neema ya Mungu inasema ile misigo iliyo mbele yenu, mimi nitaifanya misigo hiyo iwe nyepesi, asema Bwana, katika jina la Yesu. Anasema misigo yoyote Shetani aliyeweka mbele yako, Mungu anakuja na kuiondoa leo. Akupe mzigo unayeweza kubeba, mzigo mwepesi katika jina la Yesu. Ili unapotembea, unatembea katika Bwana na kumwambia Mungu, nami unikumbuke tunapoenda kumaliza mwaka, na mimi nimalize salama. Haleluya. Barata saidare kairadini. Nenge Yesu ribagantara bosikaradini. Borita saidare kairadini Jerusalem. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma. Wewe ndio Mungu, umetembea nasi, umetulinda na kutupa afya njema mpaka leo. Ndio Baba, wiki ya mwisho ya Disemba mwaka huu 2025. Tunainua jina lako Mfalme na kusema hakika unastahili Mfalme. Baba, kwa sababu wewe hujachelewa kuyatenda mapenzi yako. Maandiko yamesema Ruth alitoka nchi yake akichua kule anaenda, umemwandalia mema. Baba, katika jina la Yesu, wapendwa hawa Mungu wa rehema, wakumbuke Jehova, wakumbuke Baba, wakumbuke Simba wa Yuda, wanaishi hali ya dhambi, ukasamehe Baba, ukafungulie milango yenye neema na baraka. Wewe ni Mungu letaye uzima. Maandiko yamesema Baba, licha Baba ya Naomi kupoteza familia yake, haukumwacha. Ulimpa mtoto wa kiume wa baraka na akawa mkuu katika Israeli. Mungu mwenye rehema, na sisi tujulikane kwa uzuri, tujulikane kwa baraka. Tuinue Mungu wa rehema. Wewe ni mwenye rehema. Yule aliyekataliwa mkaribishe nyumbani. Mfungulie milango mipya, milango yenye kibali, milango yenye baraka. Haleluya. Bori tarabosaya. Waliofungwa na kunaswa na majini na mapepo na nguvu za giza, wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiwe Mungu. Ushughulike Baba. Upigane na hizo roho zisizotokana na wewe. Upigane vita sasa katika jina la Yesu. Malaika mwenye nguvu, malaika mkuu wa ufunuo Mikaeli, upigane vita sasa. Pigana vita. Sema pigana vita. Malaika mkuu Mikaeli katika ufunuo, pigana sasa. Pigana vita. Malaika mwenye nguvu, malaika mkuu, pigana vita. Hatutaki tumalize vibaya, tunataka kumaliza vyema.
Kila roho zinapigana nasi, pigana sasa. Pigana. Pigana malaika wa vita. Pigana sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pigana vita Baba. Kila roho mbaya isiyotokana na wewe iondolewe. Sema iondolewe. Iondolewe. Kila roho mbaya isiyotokana na wewe, Mungu wa mbinguni, inayepigana na baraka na Roho Mtakatifu, hiyo mpinga Kristo, iondolewe. Tena iondolewe. Roho ya mpinga Kristo iondolewe. Roho ya kupinga Roho Mtakatifu iondolewe. Ndio. 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 Roho iliyosema hutabarikiwa iondolewe. Roho ya kupinga mafanikio iondolewe. Ndio. Iondolewe. Roho ya kupinga mafanikio iondolewe. Ndio hiyo. Iondolewe. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Ndio ndio sema. Iondolewe. Iondolewe. Yoyote aliyefungwa asipate ndoa nzuri, hiyo kifungo, hiyo pepo iliyofunga njia, inasema iondolewe katika jina la Yesu. Tena tena, hiyo pepo mbaya inayepigana na ndoa iondolewe. Iondolewe. Tena tena tena, iondolewe katika jina la Yesu. Kila aliye na kifungo ya ndoa iondolewe sasa. Kila aliye na kifungo ya ndoa katika jina la Yesu, hiyo kifungo iondolewe. 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 Kifungo ya ndoa iondolewe. Palaira tena. Iondolewe hiyo kifungo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo sauti ya Shetani inayesema huyo hataolewa, nimekataa hiyo sauti ya kupinga huyo asiolewe katika jina la Yesu. Iondolewe hiyo sauti. Sauti ya Shetani. Iondolewe hiyo sauti katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yoyote anayenenewa na hiyo sauti ya Shetani, naomba iondolewe. Number 1. Iondolewe. Tena. Tena. Hiyo sauti ya Shetani iondolewe. Hiyo sauti iondolewe ya Shetani. Ataolewa katika jina la Yesu. Pepo iliyopinga ndoa iondolewe. Iondolewe. Kila pepo iliyofunga ndoa iondolewe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo iondolewe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo ya Shetani iondolewe. Sema iondolewe. Sema tena. Kifungo ya Shetani iondolewe. 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 Kila roho ya uchawi iliyofunga baraka ya ndoa iondolewe. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo. Operation kali. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo sasa. Yoyote aliyenaswa na hiyo pepo ina ya nyoka, nyoka ya kuzimu, na hiyo ndoa katika jina la Yesu. Pepo ina ya nyoka ya kuzimu inaondolewa sasa. Hakuna amani. Hakuna amani. Hiyo pepo inaondolewa katika jina la Yesu. Ita hivyo jina la Yesu. Ndio ndio jina la Yesu. Hakuna amani. Hakuna amani sasa. Hakuna amani. Maroho yote ya kuzimu. Hakuna amani. Lazima Mungu waache huru. Hakuna tafadhali. Lazima waache huru. Sema huru wa Yesu. Sema tena. Sema tena. Yoyote aliyenaswa na hiyo roho, iwe ni ya uchawi, hiyo ni ya kuzimu, iondolewe. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Muniondolee. 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 Yoyote aliyefungwa ndoa yake siku ya baraka, Baba ndiye amesema waliyenaswa wafunguliwe. Sema tena hivyo, wafunguliwe. Moto wa Yesu utawala kila mahali
kwa miguu itawale. Ndio hiyo fire. Tena fire. Tena fire. Kila mahali fire. Moto wa Roho. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Kila mahali fire. Leta hawa hapa. Na hiyo mlango ifungwe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo iondolewe. Kila kifungo iondolewe. Sema tena kifungo iondolewe. Kifungo iondolewe. Ndio hiyo one. Tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Amujasema sawa sawa. Amujasema sawa sawa. Mwaje abarikiwe. Mwaje abarikiwe wewe. Mwaje. Achilia baraka zake. Achilia. Achilia katika jina la Yesu. Achilia baraka zake. Katika jina la Yesu. Achilia baraka. Nimesema achilia. Nyosha hiyo mikono. Achilia. Katika jina la Yesu. Sema umenasa nini? Sema umenasa nini kwa hii mikono? Achilia yote. Baba mchafu. Achilia baraka. Achilia. Achilia baraka yake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haya, tulaani kifo kwa umeo. Iende hiyo kifo. Kuanzia leo iende. Hiyo kifo iende. Hiyo kifo iende. Iende. Roho ya mauti iende. Ndio hiyo iende. Iende kifo. Iende katika jina la Yesu. Iende. Iende. Kifo iende. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Achilia baraka zote. Achilia. Achilia baraka zote. Achilia zote. Katika jina la Yesu. Ni nini mmefunga leo? Ni nini mmefunga? Ni nini? Wacha kumulika mwachilie. Achilia. Achilia. Achilia watoto wako wabarikiwe. Achilia haraka. Achilia. Achilia. Achilia wabarikiwe. Achilia. Katika jina la Yesu. Achilia baraka. Achilia baraka. Achilia baraka. Achilia baraka. Nimeomba hiyo Biblia. Hiyo Biblia. Nataka hiyo Biblia. Mahali mlipeleka hiyo Biblia. Naitaka sasa. Nataka hiyo Biblia. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Nataka hiyo Biblia ya wokovu. Biblia ya wokovu. Mahali mlipeleka nataka. Nataka hiyo Biblia. Fire. Fire ndio hiyo. Ndio hiyo fire. 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 Ita tena fire. Ita hivyo fire. Ita hivyo fire. Wacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe. Baba mchafu. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha katika jina la Yesu. Mwachilie. Mwachilie. Katika jina la Yesu. Moto umesuka juu yako. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Waite wenzako haraka. Katika jina la Yesu. Waite wenzako haraka. Waite wenzako. Katika jina la Yesu. Hawezi fuka mwaka na vifungo. Bwana amekataa. Mungu wa uzima amekataa. Mwacha abarikiwe. Mwacha katika jina la Yesu. Mwacha. Mwacha katika jina la Yesu. Mwacha katika jina la Yesu. Waite wenzako haraka. Waite katika jina la Yesu. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Mwachilie. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Waite wenzako. Mumefunga nini kwake? Mumefunga nini? Ongea haraka. Mumefunga nini? Taja. Taja. Umefunga nini? Ongea. Umefunga nini? Umefunga nini kwake? Ongea. Mumefunga nini? Ndoa. Na nini? Na nini? Na nini? Na nini ingine? Na nini ingine? Leo Bwana. Leo Bwana ametumana. Kina nani? Nyinyi ni akina nani? Sema majina. Wewe ni nani? Umezuia nini? Umekamata nini? Ongea. Eba bubu. Na kuamuru katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Achilia yote. Umefunga nini? Nitaachie mambo yote umefunga. Anza. Ya kwanza. Ndoa. Ya pili. Ya tatu. Amutaki abarikiwe. Sema ingine. Sema haraka. Asiombe. Haya, ingine. 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 Sema haraka. Ingine ni gani? Ingine ni gani? Ingine ni gani? Akufe.
Na magonjwa. Wewe ni nani unataka akufe? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni anti yake. Niambie jina lako. Ongea jina. Unaitwa nani? Unaitwa Esther. Uko wapi? Uko wapi? Uko Kisii. Unataka akufe? Wewe upake. Wewe upake. Wewe upake. Mwajirie sasa. Mwajirie. Ati unataka akufe? Unataka akufe? Atake kuja, nimemungoja sana. Umemungojea? Hii sikukuu. Ulikuwa umemungojea hii sikukuu. Hakukuja. Hakukuja. Ulikuwa umemungojea hii sikukuu. Umuue. Na nini? Dawa. Dawa. Uko na dawa? Oh, sumu. Ya kumuua. Kwa nini? Mumekosana? Atake kuja nimpate. Nitamaliza. Utamaliza? Mnakosania nini? Mnakosania nini? Umutaki? Kwa nini? Uwataki hapa? Nihesabie wala utaki. Ni kwa ngapi? Yeye na ndugu yake. Yeye na ndugu yake. Wakufe wote. Siwataki. Oh. Ukutaka wamalize mwaka? Utaki? Wakufe wote. Aya. Hiyo kifo umeitisha ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo. Ukufe mapema. Wabarikiwe. Kifo yako umeitisha ndio hiyo. Katika jina la Yesu. Pepo mbaya na atesa watu. Ukufe wewe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Wafuata mama yao. Wewe ndio uliua mama yao. Wewe ndio uliua mama yao. Wewe ndio ufuate mama yao. Katika jina la Yesu. Kwa nini wewe unataka kufuata mama yao? Wewe ufuate mama yao. Nimekulaani sasa. Katika jina la Yesu. Nimekulaani wewe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ukufe. Kuanzia leo hauna mamlaka juu yao. Kazi yako imeisha. Kazi yako imeisha. Kazi yako imeisha. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo ufalme wa giza umepomolewa. Haya, rudi hapa. Rudi hapa. Rudi hapa haraka. Rudi hapa. Rudi hapa. Rudi hapa. Rudi hapa. Katika jina la Yesu. Rudi hapa. Rudi hapa haraka. Rudi hapa. Sema tumekubali. Acha. Tumekubali. Sema tumekubali. Ati mmemwacha lakini mnamwacha na masharti. Akufe lakini akae kwao. Akae kwao. Asiolewe. Akae huko. Wamesema wewe ni Esther. Unaishi wapi? Kisii. Kwao. Mimi ni anti yake. Wewe ni anti yake. Mimi ni mama yake mdogo. Wewe ni mama yake mdogo. Akae huko. Kuanzia leo nimemfungua katika jina la Yesu. Apate ndoa nzuri. Apate ndoa nzuri. Apate ndoa nzuri. Katika jina la Yesu. Tuseme sote jina la Yesu. Tena. Katika jina la Yesu. Apate ndoa nzuri. Katika jina la Yesu. Sema nimekubali. Bado? Ni sawa. Tutaona nani atashinda hii vita. Wacha tuone ni nani. Wacha tuone nani atashinda. Wacha tuone ni nani atashinda. Tuone ni nani. Tutaona. Niongeze. Lazima nataka kujua ni nani atashinda hii vita. Si wewe ndio umeanza vita. Wewe ndio umeanza. Umuache, huyu utamuacha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Moto ndio hiyo. Sema tena moto. Sema tena moto. Waliofungwa wafunguliwe. Wafunguliwe. Achilia baraka zake haraka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Waachilia baraka. Waachilia. Waachilia haraka. Waachilia hizo baraka. Waachilia. Sema waachilia. Sema tena. Waachilia. Roho ya uchawi iondolewe. 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 Lazima mutatii. Hapa mutatii. Hakuna shortcut. Hapa hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Hakuna. Hakuna shortcut. Ufalme wenu umepomolewa. Ufalme wote umepomolewa. Katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu ipomolewe. Ipomolewe hiyo madhabahu. Madhabahu ya uchawi iondolewe yote. Katika jina la Yesu. Sasa kubali tuachane. Kubali tuachane. Kubali. Lazima mtakubali.
Kubali. Kubali katika jina la Yesu. Kubali. Sema tumemwacha olewe. Sema tumewacha katika jina la Yesu. Lazima mtakubali. Lazima mtii. Lazima mtii ndio tukubaliane. Lazima mtii. Ufalme wote wa giza umebomolewa katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Umekubali ama bado? Bado. 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 Nani? Wewe ni nani umebaki? Wewe ni nani? Hata wewe enda. Hata wewe enda. Katika jina la Yesu. Hata wewe enda. Hata wewe sarenda. Sarenda. Sarenda katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa. Katika jina la Yesu. Piga magoti. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa. Mimi nataka upige magoti. Piga magoti katika jina la Yesu. Piga magoti haraka. Sema Yesu ni Bwana. Wacha kusikilia mahali. Sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Sema tena. Sema tena. Mpaka mara 7. Sema tena. Hiyo nyoka iko kwa hiyo nyungu ikufe. Ikufe katika jina la Yesu. Hiyo nyoka nimeilaani ikufe. Waliye naso na hiyo pepo ina nyoka. Nimelaani hiyo nyoka katika jina la Yesu. Pepo ina nyoka. Pepo ina nyoka katika jina la Yesu. Pepo ina nyoka katika jina la Yesu. Mwache katika jina la Yesu. Pepo ina nyoka. Hauna mamlaka. Mwache abarikiwe. Mwache. Mwache. Mwache katika jina la Yesu. Mwache katika jina la Yesu. Mwache abarikiwe. Mwache haraka. Pepo mchafu. Mwache katika jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Pepo mchafu. Pepo mchafu. Pepo mchafu. Pepo mateso. Katika jina la Yesu. Pepo mateso. Katika jina la Yesu. Mwache, mwache, mwache. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pepo ya mateso ondoka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema umezuia nini? Ongea haraka. Sema umezuia nini? Sema haraka. Sema haraka. Umezuia nini? Sema haraka. Nimelaani hiyo nyoka na hiyo nyungu ipasuke. Waliye naswa wafunguliwe. Hiyo kitabu iko kwa hiyo nyungu nimeifungua. Nimefungua hiyo kitabu katika jina la Yesu. Hiyo kitabu nimefungua katika jina la Yesu. Lazima mtakubali. Lazima mtakubali. Watoto wasome. Lazima mtakubali. Hauna mamlaka wewe. Kazi yako ya giza. Pepo mchafu. Kazi ya giza imeisha. Imeisha kazi ya giza. Imeisha kazi ya giza. Katika jina la Yesu. Imeisha yote. Imeisha yote. Imeisha yote. Kubali Yesu ni Bwana. Kubali. Mtakubali. Kubali Yesu ni Bwana. Mtakubali. Inua mikono juu. Sema tumekubali kuandaa mateso. Sema tumekubali kumwacha abarikiwe. Sema haraka. Katika jina la Yesu. Sema haraka. Sema tumekubali kuacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Tumeelewana? Mumekubali sasa? Mumekubali? We, tumekubali. Mumekubali? Ati no. Aya, tupigane sasa. Tupigane. Tupigane. Tupigane sasa nione. Moto kila mahali. Moto wa Yesu kila mahali. Fire! 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 Katika jina la Yesu. Fire! Fire! Kila mahali. Fire! 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 Kubali. Kubali. Usiwache kugusana. Unajua kila mtu ako na mambo yake. Waje abarikiwe katika jina la Yesu. Sema tumekubali. Sema tumewacha kupigana na baraka za mwaka mpya. Sema tumekubali. Ongea, sema tumekubali. Hiyo kitabu mlipeleka kwa hiyo nyungu, mmefungia nini huko? Mmefungia nini huko? Baraka za mwaka mpya, mlifungia nini na nini? Baraka na nini ingine? Mnafikiria ati mmetutangulia? Hamujatangulia. Sisi ndio tumetangulia. Sisi ndio tumetangulia. Mlienda kufunga huko mapema. Achilia hiyo baraka ni yetu. Mama mchafu. Achilia hiyo baraka ya mwaka mpya. Tuseme sote achilia. Sema achilia. Tena achilia. Baraka zote za mwaka mpya. Achilia. Taja moja kwa moja. Mlifunga nini na nini? Baraka ya mwaka mpya mlifunga nini? Baraka.
Mulifunga nini? Wasimalize mwaka. Mulifungia wapi? Mulikuwa wapi? Kusimu. Haya, moto kusimu. Ndio hiyo fire. Kusimu yote fire. Moto kusimu fire. Ndio hiyo fire. Kusimu yote inawaka. Inawaka yote. Kusimu fire. Fire. Kusimu yote fire. Paka muajirie. Mwaje abarikiwe. Haya, wabandise hapa. Wabandise hiyo vita tumalizie hapa. Sasa waleta hapa tumalizie hiyo vita. Haya. Haya. Ile baraka mlinasa ya mwaka mpya. Mungu ameleta ufunuo mapema. Sisi ni wabarikiwa. Waleta wote hapa. Sisi ni wabarikiwa. Mnaona wameanza kupinga. Sasa mmeajiria. Mmeajiria baraka ya mwaka mpya. Mmeajiria. Mmeajiria. Mmeajiria nini na nini? Ajiria baraka. Ajiria sote. Ajiria sote. Wachawi wote walienda kupigana na baraka za mwaka mpya. Moto juu yao. Sema tena. Sema tena. Sema. Sema. Ajiria, ajiria. Ajiria baraka zote. Ajiria. Ajiria zote. Katika jina la Yesu. Baraka zote za mwaka mpya. Ajiria zote. Ajiria zote. Ajiria hizo baraka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Hizo baraka zote ni zetu. Hakuna kitu mtafanya. Mungu ndiye alisema. Mungu ndiye alisema. Roga hapa nione. Roga hapa nione. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Hiyo roho ya magonjwa na mateso na iondoe leo. Katika jina la Yesu. Iondolewe. Hiyo roho ya mateso iende kabisa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Waliofungwa lazima wafunguliwe. Hakuna kitu mtafanya. Hakuna kitu mtafanya. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Mambo yenu yote nimefunga. Nimefunga hiyo mateso yote. Nabii Powerful Christian Church. Hii kanisa imefunguliwa. Katika jina la Yesu. Tuseme hivyo. Tuseme tena. Nabii Powerful Christian Church. Pigana naye basi tuone. Pigana na kanisa sasa nione. Pigana. Pigana nione. Pigana sasa. Pigana. Pigana sasa nione. Pigana. Pigana sasa. Sina roho zote zinapigana na kanisa. Nimesimaliza leo. Katika jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Achilia kanisa. Ibarikiwe. Achilia kwaya. Ibarikiwe. Aya, sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Kanisa ibarikiwe. Kazi ya giza imeisha. Imeisha. Kazi ya giza. Sema mlipinga nini hapa? Sema. Sema mlipinga nini hapa? Kwa hii madhabahu. Baraka. Baraka. Na sine bishop. Sana. Mlipinga yeye? Mnaonaje? Mlipinga nini? Baraka sio watu. Mlipinga nini? Mlipinga nini? Mlipinga nini? Siombe watu. Sini asiombe watu. Na hili ninafanya saa hii ni nini? Hii si ni maombi. Ni moto. Na nini ingine? Mlipinga nini ingine? Wengine wasimalize mwaka. Wengine wasimalize mwaka. Wakufe. Kwa ajali ama magonjwa. Hiyo imeondolewa katika jina la Yesu. Sema tutamaliza. Sema tutamaliza mwaka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tutamaliza. Tutamaliza. Kwa sababu hatuko peke yetu. Tutamaliza salama. Wachawi wote wasiyetaka tumalize mapema, wao waondoke. Katika jina la Yesu. Sema tumekubali. Sema. Sema tumekubali. Nabii endelee. Nabii endelee. Matoleo ya agano ifunguliwe. Baraka ya mwaka mpya. Watu wabarikiwe. Watu wabarikiwe. Watu wabarikiwe. Wabarikiwe.
Wabarikiwe. Ni roho gani uko naye? Ni roho gani? Si ongea nisikie. Ongea. Ongea. Aya, umekubali kuacha watu wabarikiwe? Umekubali? Umeacha? Umeachilia kwaya? Nini ngine umeachilia? Nini ngine umeachilia? Kwaya. Ulikuwa umenasa nini? Naye pia abarikiwe. Ulikuwa umenasa nini kwa kwaya? Wasiimbe. Wasiimbe. Changanyikiwe. Wasielewane. Wasielewane. Fitina. Naye pia. Fitina. Twende pole pole wewe. Ni fitina unaleta kwa kwaya? Ni fitina ulituma huko? Ni fitina. Wasielewane. Ni fitina. Kwa viongozi. Kwa viongozi. Kuanzia leo viongozi waelewane katika jina la Yesu. Kwaya ifunguliwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Hii madhabahu ifunguliwe katika jina la Yesu. Kusimu yote imewaka moto, utajificha wapi? Hakuna mahali pa kujificha. Kumewaka moto mpaka kusimu. Utajificha wapi? Sema tumekubali. Tumekubali. Tumeachilia yote. Sema tumeachilia kanisa. Achilia kanisa. Nabii. Taja vizuri. Nabii. Powerful Christian Church. Ibarikiwe. Mipango yote ya kanisa. Tumekubali iendelee. Mahali tulipinga. Mungu tusamee. Tumeacha watu wabarikiwe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na hiyo nyoka sasa imekufa. Imekufa hiyo nyoka iliyotesa watu. Katika jina la Yesu. Ienda na isiinuke tena. Tupie Yesu makofi. Amen. Nakushukuru Baba kwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu uletaye baraka. Uinuliwe na imidiwe Jehova, kwa sababu yeye ni Mungu. Umetenda mambo makubwa. Umepigana na vita na maroho ya kusimuni. Negwani kuchimungu simuni na nchi kavu. Na imeshindwa katika jina la Yesu. Kanisa imefunguliwa. Tunasangilia mbele zako Baba. Tunasema Jehova Mungu, unastahili, unastahili, unastahili. Pokea sifa na utukufu. Mahali wanaenda wabariki na wainue. Na hiyo mapepe waajirie milele. Wapate neema na baraka. Katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Tupie Yesu makofi. Haya wafungwe. Niliye mtaua kuwa wangu,
mtu wangu, niliyemteua kuwa wangu,
walikwea pamoja, walienda hekalu, wakasali pamoja. Petro akasema, simama uende, kwa jina lake Yesu, simama uende. Petro akasema, simama uende, kwa jina lake Yesu, simama uende. Imani ya Petro ni imani ya nguvu, amini uokoke siku hii ya leo. Imani ya Petro ni imani ya nguvu, amini uokoke siku hii ya leo. Petro akasema, simama uende, kwa jina lake Yesu, simama uende. Petro akasema, simama uende, kwa jina lake Yesu, simama uende. Simama